Habari kubwa katika upande wa michezo nchini Tanzania kwa sasa ni kuhusiana na mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya klabu ya Simba dhidi ya Berkane ambao ulipangwa upigwe katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo kuhamishwa uwanja kwa maana utapigwa katika uwanja wa Amani. CAF wameweza kutoa sababu ambazo zimepelekea mpaka uwanja huo kukosa vigezo uwanja Benjamin Mkapa. Utakwenda kufahamu ndani ya video hii, lakini pia tunakwenda kuangaza madhara ama athari ambazo klabu ya Simba inakwenda kuzipata kuelekea mchezo huo wa finali ambao utapigwa pale katika uwanja wa Amani. Simba wataathirika vipi? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Kabla hatujafika mbali zaidi, ikumbukwe tu ya kwamba katika mchezo kati ya Simba dhidi ya Al Masry, mvua kubwa ilinyesha siku ya mchezo, na baadaye klabu ya Simba na Al Masry wakaingia uwanjani kucheza mchezo. Uwanja uliachwa ukiwa ni mbovu kweli kweli, kwa maana ulikuwa umechimbika vilivyo. Hivyo basi Wizara ya Michezo nchini Tanzania ikaufungia uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya marekebisho ama matengenezo, ambapo wizara walitangaza kwamba mpaka kufikia tarehe 10 kufika tarehe 15 basi uwanja utakuwa uko vizuri kwa ajili ya kutumika katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na tukaona baadhi ya viongozi wa Simba na baadhi ya viongozi wa wizara wakaenda kukagua kiwanja na wakajiridhisha kwamba uwanja uko vizuri, wanaenda vizuri na unakaribia kukamilika. Sasa kitu ambacho kimeshangaza watu wengi ni kwamba hii leo taarifa imetoka kutoka CAF, ambayo taarifa hiyo inasema ya kwamba CAF imewataarifu TFF kuwa mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Berkane ipigwe New Amani Complex Zanzibar. CAF imeeleza kuwa maamuzi hayo ni baada ya kujiridhisha na ukaguzi wa mara kwa mara wa hali ya uwanja Benjamin Mkapa katika kipindi cha mvua. Kwa maana yake hapa sababu kubwa ni kwamba hiki kipindi cha mvua katika dimba la Mkapa hakika huwa hakuna ubora wa aina yoyote ile, kwa maana uwanja unakuwa ni uwanja kama jaruba. Kwa maana yake maji yanajaa sana katika uwanja wa Mkapa. Hivyo CAF wamejiridhisha sana kila kipindi cha mvua uwanja huu unakuwa na matatizo hayo. Hivyo wameona moja kwa moja uwanja huu usitumike katika mchezo wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika, na badala yake tu Simba waendelee kutumia uwanja New Amani Complex wa pale visiwani Zanzibar. Hii ndio taarifa ambayo imetufikia. Lakini kitu ambacho mtazamaji wa Bongo Super Media hivi sasa mashabiki wengi wa klabu ya Simba wanawaza ni kwamba wao walijipanga kwenda kujaza uwanja wa Mkapa kwa sababu ni finali yao ya kwanza kwa kuitazama kwa macho mashabiki wengi wa klabu ya Simba. Lakini pia ukiwa kwa Mkapa, hasa klabu ya Simba ikiwa kwa Mkapa, wanakuwa na kiwango bora sana. Tafuta Waarabu wengi ambao wamekuja katika dimba la Benjamin Mkapa, wengi wamepasuka. Alishakujaga huyu Berkane, alishakujaga Wydad, alishakujaga Al Masry, alishakujaga Ahli, na Waarabu wengi kweli kweli walishapasuka katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema kwamba dimba la Benjamin Mkapa ni machinjio ya Simba. Lakini ndio hivyo sasa, hakuna namna. Wameamua uwanja huu wa Mkapa utumike na utumike uwanja wa Amani. Zipo hasara ambazo klabu ya Simba utazipata. Kwanza kabisa, mchezo wa finali kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Hasara ya kwanza ya klabu ya Simba ni mapato, kwa sababu tunafahamu kwamba uwanja Benjamin Mkapa unachukua watazamaji 60,000 ama mashabiki 60,000, lakini uwanja wa New Amani Complex wa Zanzibar wenyewe unachukua mashabiki 15,000 tu. Kwa hivyo mpaka hapo utagundua kwamba hiyo ni hasara moja hapo, kwa maana klabu ya Simba itaingiza mapato machache sana katika fainali yao, ambapo walitegemea watapiga hela ndefu katika fainali, lakini mwisho wa siku ndio hivyo bwana we. Mambo yamebadilika, kwa maana ya kwamba hawatakuwa na hela nyingi katika mchezo huo. Lakini pia kitu kingine ni kukosa sapoti kubwa ya mashabiki ama namba kubwa mashabiki. Ikumbuke tu kwamba uwanja wa Mkapa unakuwa na watu wengi, hivyo mashabiki ni wengi kwa ajili ya kusupport Simba. Lakini uwanja wa New Amani Complex mashabiki watakuwa ni wachache, hivyo uwanja utakuwa ni kama
haujajaa kama ambavyo Simba huwa wamezoea kucheza katika mechi za kimataifa. Lakini mtazamaji Bongo Sport Media, kitu kingine ambacho watu wengi wasitokijua ni kwamba hata huko Simba ambapo wamekwenda kucheza dhidi ya klabu ya Berkane, maana yake wanacheza katika manispaa ya Berkane. Na ikumbuke pia kwamba manispaa Berkane wana uwanja wao ambapo kimsingi na wenyewe uwanja wao ni mdogo. Unataka kulingana na uwanja wa New Amaan Complex kwa sababu uwanja wa Berkane unachukua mashabiki 10,000 tu. Kwa hivyo finali hii haitakuwa na mashabiki wengi tangu nchini Morocco mpaka nchini Tanzania, kwa maana mashabiki ni wachache. Kwa upande wa Simba watakuwa ni 15,000, lakini kwa upande wa Berkane wao watakuwa mashabiki 10,000 peke yake. Sasa hapa nimeona katika mitandao mbalimbali ya kijamii mashabiki wengi wa klabu ya Simba wakilalamikia Wizara ya Michezo kutofanyia ama kutilia maanani zaidi uwanja Benjamin Mkapa, kwa sababu ilibidi finali hiyo ipigwe katika dimba la Benjamin Mkapa ili Watanzania wengi waweze kushuhudia mchezo huo kwa macho. Lakini pia ni finali kubwa sana ambayo ilipaswa kuheshimisha Tanzania bara, lakini mwisho wa siku finali imekwenda Tanzania ya visiwani. Hivyo basi mashabiki wengi wa klabu ya Simba na wadau wengi wa soka tukio hili hawajafurahishwa nalo, tukio hili hawajapendezwa nalo. Lakini hakuna namna, kwa sababu viwanja vya Tanzania ni vichache sana vyenye uwezo wa kumiliki ama kuown michuano ya CAF. Ni Mkapa pamoja na New Amaan tu. Sasa Mkapa ndivyo hivyo. Sasa uwanja ambao ni mbadala ni uwanja wa New Amaan Complex wa visiwani Zanzibar. Na mara kadha wa kadha Ahmed Ally amekuwa akisema kwamba hata kama uwanja utatumika uwanja wa New Amaan Complex, yeye kauli yake mbiu ni kwamba shehe ni yule yule, kabadilisha kanzu tu, kwa maana yake Simba ni ile ile, wambadilisha tu kiwanja, kwa maana kipigo kiko pale pale kwa RS Berkane. Sasa watu wengi hapa wana mawazo, ule mchezo ambao unapigwa tarehe 17 Berkane dhidi ya klabu ya Simba inabidi imalize mechi hiyo mapema kabisa huko. Yaani wasije wakatia ugumu huku, kwa maana kwamba wakiweza kupata matokeo mazuri, mfano ama matokeo ya draw yote, ama Simba akipoteza 2-1 ama Simba akipoteza 1-0, bado hiyo inakuwa ina advantage kubwa sana kwake, kwa sababu ataporudi katika uwanja New Amaan Complex wana uwezo kupata kuanzia mabao 2 na kuendelea. Hivyo inaweza kusaidia Simba kulibakisha kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Simba ikatokea amepotea zaidi ya mabao 3, yani mabao 3 na kuendelea, hapo kazi ipo, kutokana na kuwa na idadi kubwa sana ya mabao. Na mashabiki wengi wa klabu ya Simba wanasema ya kwamba tathmini ya Simba kuchukua hili kombe ama hatochukua, basi ni tathmini ambayo itafanyika katika uwanja wa Berkane huko katika manispaa Berkane nchini Morocco. Kama Simba ataweza kuchanga karata zake vizuri huko Berkane, basi moja kwa moja wao watakuwa hawana wasiwasi kwamba mnyama alibakisha kombe nyumbani, kwa sababu matokeo ya huko ndiyo kigezo kikubwa cha matokeo ya huko. Sasa mtazamaji Bongo Sport Media, wewe unaweza kuniandikia maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Kwanza kabisa habari hii ya kuhusiana na uwanja Benjamin Mkapa kufungiwa na Simba kwenda kucheza mchezo wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amaan Complex, umeipokeaje? Pili, matokeo unahisi kule Berkane yatakuwaje? Unaweza kaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Hii ni Bongo Sport Media. Ikiwa ndio mara ya kwanza kutembelea katika channel hii, mtazamaji wa Bongo Sport Media, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Sport Media kila siku. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.